Mwalimu UKWAKATA au wanakwaya kwa ujumla, sisi ni muhimu sana katika kanisa. Ndio. Sana. Wanasema akitoka padri, baada ya padri anayefuata ni mwanakwaya. Anayefuata ni mwanakwaya. Kwa sababu ndio unashirikiana kuandaa liturujia. Ndio, ndio. Lakini imekuwa tofauti katika mitazamo ya watu kwa sababu tunachowaza sisi kama wanakwaya kichwani ni kuimba tu. Yaani yale mambo mengine ya kiroho kwamba sisi ni mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba image zetu kwenye jamii zinakuwa ni nzuri na matendo yetu mema yanaakisi kile ambacho tunakifanya. Huyu mwanakwaya utamkuta kwenye njia ya msalaba haji. Kwenye rozari takatifu haji. Sijui kwenye ibada gani haji. Yeye akitaka kwenye kuabudu haji. Katika wanakwaya 100 kwenye kuabudu utakuta 2, 1. Sasa hii mwalimu wewe unaizungumziaje? Ni kama nilivyotoka kuzungumza kwamba kunahitajika semina, yani semina za uhakika, semina za makuzi ya kiroho, semina za kumfanya muimbaji atambue kitu anachowajibika kufanya katika kanisa. Kwa sababu wakita njia ya msalaba haufiki. Wewe unaisalia wapi? Yani wanakwaya wengi tunajipa moyo kama mimi sinafanya mazoezi ya kwaya. Ndio ulikuta kwamba hata michango ya zaka watoi na michango yote ya kanisa usika mimi sadaka yangu ilipita kanisa moja nikakuta wanakwaya wako wengi 68 kwaya moja kanisani. Umefika wimbo wa sadaka. Anasema twendeni sote kwa Bwana, twende tukatoe. Wakaupiga ukafika mwisho, ukaja hawaamini wote sinyanyukeni tukatoe sadaka. Umefika mwisho waamini wote wameisha, wote hapa. Mimi nilipoisha nikahivi jamani, huku kuna utaratibu kutotoa sadaka au umeshaimba misa labda misari ya kwanza, hii ni ya pili labda umetoa asubuhi ile imeisha. Wakasema hapana, sisi watu wagi sadaka huko. Sasa sadaka yetu ni kuimba tumemaliza. Sasa vitu kama hivyo wanakuwa anahitaji kuelimishwa kabisa kwa kiwango cha juu wale wasiofanya mambo kama hayo. Mimi natoaga mfano mwingi kama ikiwezekana basi watu wenye nafasi wapite kwenye parokia yetu ya Sinza jimbo kuu la Dar es Salaam. Wanaweza kujifunza kama hivyo. Siku na njia ya msalaba wanakwaya wamejaa wote na wakimaliza wanaorodhesha majina waliohudhuria. Siku ya saa takatifu wamejaa wote na ni UKWAKATA. Wanakuja pale wanaimba zile nyimbo zote na kinanda kinapigwa inakuwa ni shangwe kama sio kipindi cha Kwaresma. Basi unakuta kwamba kile wanachokifanya sasa hivi wameshaanza kukielewa vizuri sana. Hata kama ni rozari, tuna zamu za kuongoza rozari. Wanakwaya wanakuja kwenye zamu yao wanaongoza ile siku yao. Na kwa hiyo sasa mimi ningependa kuomba waimbaji wenzangu ambao bado hawajajikita zaidi kwenye mambo haya. Watambue kwamba kuimba kanisani tu na kufanya mazoezi bado haitoshi. Tunawajibika na huku, tunawajibika kutoa zaka, tunawajibika kutoa michango yote ya jumuiya, tunawajibika kusali jumuiya. Hata jumuiya wengine hawaendi. Anakuambia mimi namaliza kwenye mazoezi, jumuiya huko waende watu wengine na jumuiya ambao hawaji kwenye mazoezi. Kitu ambacho si sahihi. Kwa kweli. Mwanakwaya kuondolewa hizi nyajibu zote hizi. Ndio.